Kuna nyakati katika siasa za kimataifa ambapo maneno hubadilika kuwa ishara na ishara hubadilika kuwa maandalizi. Wiki hii dunia haikusikia tu kauli kali, bali iliona harakati, kauli kali za mwisho, mazoezi ya kijeshi ya baharini, meli zikisogea karibu na mipaka, wabunge na mabunge yao wakipaza sauti za hasira, na mataifa makubwa yakianza kuzungumza kwa lugha ya onyo badala ya diplomasia. Hii si presha ya kawaida ya kikanda, bali hii ni presha inayovuka mipaka na kuanza kuunganisha kambi. Kwa upande mmoja, Marekani inatoa muda wa mwisho kwa Iran kukamilisha mazungumzo, ikiashiria kwamba dirisha la subira linazidi kufungwa. Na kwa upande mwingine, Tehran inajibu kwa ishara ya nguvu na msimamo wa wazi wa kupinga shinikizo la nje. Lakini kilichoifanya hali hii kuwa nzito zaidi si maneno ya Washington au Tehran pekee, bali ni ukimya uliovunjwa na Moscow na Beijing pamoja na matamko makali kutoka Pyongyang. Dunia inaona kitu kikubwa zaidi ya mgogoro wa nchi mbili. Inaona mpangilio mpana wa nguvu ukijaribu kujipanga. Karibu kwenye ramani ya dunia. Katika miaka ya hivi karibuni, migogoro mingi imekuwa ya kikanda lakini yenye athari kimataifa. Hata hivyo, kinachoonekana sasa kina dalili tofauti. Hapa hatuoni mvutano kati ya Marekani na Iran, bali tunaona ishara za muunganiko wa kimkakati unaozidi kuwa wazi kati ya Russia, China, Iran na Korea Kaskazini, huku NATO na washirika wake wa magharibi wakiongeza tahadhari zao. Ulaya inaanza kuzungumza kwa lugha ya hofu ya kihistoria. Uingereza inasogeza vikosi karibu na mazingira nyeti ya Russia. Sauti za ndani zinaitaka serikali kuongeza nguvu za kijeshi kwa kiwango kikubwa, zikikumbusha makosa ya kupuuza ishara za hatari katika historia. Wakati huo huo, katika mlango wa Hormuz, mazoezi ya kijeshi na tahadhari za usalama zinaashiria wazi kwamba mstari kati ya onyo na tukio unaweza kuwa mwembamba sana. Haya yote yanatokea katika kipindi ambacho dunia tayari imegawanyika kiitikadi na kimkakati. Ushindani wa nguvu kubwa hauko tena katika kivuli, bali uko hadharani. Lugha imekuwa kali, uvumilivu umepungua, na kila upande unaonekana ukijiandaa kwa hali mbaya zaidi, hata kama bado hakuna aliyetamka rasmi kwamba vita vipo karibuni. Na sasa tuangalie shinikizo la mazungumzo pamoja na majibu ya nguvu kutoka kwenye mgogoro wa Iran na Marekani. Mvutano wa Iran na Marekani umeingia hatua ya wazi zaidi baada ya kauli ya Washington kuipa Tehran muda mfupi kukamilisha mazungumzo. Siku chache zimewekwa mezani kama dirisha la mwisho kabla ya hatua nyingine kuchukuliwa. Katika lugha ya diplomasia, hii huitwa shinikizo la nguvu. Shinikizo la nguvu hubadilisha mazingira, hutoa tarehe, hutoa hesabu ya muda, na inapowekwa hadharani inakuwa si tu ujumbe kwa Iran, bali pia ujumbe kwa washirika na wapinzani wa Marekani. Tehran haikujibu kwa maneno ya unyenyekevu. Ndani ya bunge lake, wabunge walionyesha hasira ya wazi, wakichoma bendera ya Marekani na kupaza sauti za upinzani mkali. Hili si tukio la kihisia tu, bali ni ishara ya ndani kwa wananchi kwamba Iran haitakubali kuonekana ikisalimu amri chini ya presha ya nje. Katika siasa za Iran, kuonekana dhaifu mbele ya Marekani ni gharama ya kisiasa ambayo uongozi hauwezi kuimudu. Lakini ishara kali zaidi zinakuja baharini. Irani ilifanya mazoezi ya kijeshi katika maeneo nyeti karibu na mazingira ambayo Marekani imeweka jeshi lake. Haya si mazoezi yaliyopangwa kikawaida, bali yanafanyika katika wakati wa presha. Hivyo yanakuwa ujumbe wa uwezo na utayari. Zaidi ya hilo, hatua ya kufunga kwa muda mlango wa Hormuz, hata kama ni kwa kipindi kifupi, ni ishara inayogusa mfumo mzima wa uchumi wa dunia. Hormuz si njia ya kawaida, bali ni mshipa wa nishati wa kimataifa. Kwa hatua hiyo pekee,
Tehran inaonyesha kwamba ikiwa itasukumwa, ina uwezo wa kuathiri masoko ya kimataifa kwa kasi. Katika upande mwingine, Washington inajua kwamba kila siku inayosogea bila makubaliano inaongeza presha ya kuonyesha uamuzi. Kauli ya mwisho isipotimiza matokeo, huacha machaguo mawili: kurudi nyuma au kupandisha ngazi ya shinikizo. Na mara nyingi kurudi nyuma mbele ya ulimwengu ni jambo gumu kwa nguvu kubwa, si kwa sababu vita vimetangazwa, bali kwa sababu muda umewekewa kikomo. Na katika migogoro mikubwa, muda unapokuwa mdogo, nafasi ya maamuzi ya haraka huongezeka. Maamuzi ya haraka yanaweza kuwa sahihi au yanaweza kuwa kosa la kihistoria. Mvutano wa Marekani na Iran hauko tena katika hali ya maneno ya kawaida, bali umeingia katika hatua ya ishara za kijeshi, onyo la muda na maandalizi ya kisaikolojia. Na mara nyingi kabla ya mlipuko mkubwa, dunia huona ishara kama hizi zikionekana kama presha ya kawaida hadi pale zinapogeuka kuwa tukio lisiloweza kudhibitika. Na sasa tuangalie muungano unaoitetemesha NATO. Wakati Washington ikiendelea kusukuma mazungumzo kwa msisitizo na vitisho vya wazi, upande mwingine wa dunia unajenga kitu kikubwa zaidi kuliko kauli za kisiasa. Hiki si tu kisa cha Marekani na Iran, bali ni muunganiko wa mpangilio wa nguvu duniani, ambao ni muunganiko wa Russia, China, Korea Kaskazini na Iran, unaochukua umbo la kimkakati wa muda mrefu, si tukio la ghafla. Vladimir Putin alitoa onyo kali juu ya namna mgogoro wa Iran na Marekani unavyoendeshwa. Kauli yake haikuwa ya kuonya, bali ilikuwa ya ishara ya msisitizo kwamba Russia haitakaa pembeni ikiwa mshirika wake atasukumwa kwenye kona ya hatari. Onyo hili limekuja wakati Uingereza ikitangaza kupeleka meli na vikosi vya kijeshi katika eneo la Arctic karibu na mipaka ya Russia, hatua ambayo Kremlin imeitafsiri kama uchokozi wa moja kwa moja. Lakini hapa ndipo picha inapokuwa nzito zaidi. Wakuu wa zamani wa jeshi la Uingereza wameanza kuisukuma serikali kuongeza hadi 5% ya pato la taifa kwenye bajeti za ulinzi. Wanahofia kuwa endapo mzozo mkubwa utazuka, Russia inaweza kuwa na uwezo wa kushinda au angalau kusababisha hasara kubwa kwa NATO. Wengi wamefananisha hali ya sasa na mazingira ya kabla ya vita kuu ya pili ya dunia, si kwa kufanana kamili, bali kwa hisia ya taharuki inayojengeka polepole huku mataifa yakijizatiti kimya kimya. Na kwa upande wa Asia, Beijing haijakaa kimya tena. Xi Jinping kupitia serikali yake alitoa msimamo unaosisitiza kupinga vikwazo na vitisho vya upande mmoja dhidi ya Iran. China ina maslahi ya moja kwa moja katika nishati ya Mashariki ya Kati na pia katika kuvunja utegemezi wa mfumo wa dola ya Marekani kwenye biashara ya kimataifa. Hivyo kauli ya China si tu diplomasia, bali ni hesabu ya kimkakati. Ukiachana na Beijing, pia kuna Pyongyang. Katika mkutano wa chama cha wafanyakazi wa Korea Kaskazini, Kim Jong-un alitoa matamko mazito yanayoelekezwa kwa Magharibi, akisisitiza uwezo wa makombora mazito na nguvu ya kijeshi ya taifa lake. Korea Kaskazini inaweza kuonekana kama mhusika wa pembeni, lakini katika hesabu za kijeshi uwepo wake unaongeza presha kwenye kambi ya Marekani, hasa katika maeneo ya Pacific. Tunachokiona hapa si muunganiko rasmi kama NATO. Mataifa haya manne hayahitaji kutangaza mkataba wa pamoja wa kijeshi ili kutetemesha Magharibi. Kinachohitajika ni utaratibu wa kimkakati, ushirikiano wa kiuchumi na msimamo wa pamoja wa kupinga kile wanachokiita mamlaka ya Marekani. Kwa lugha rahisi, NATO inajikuta ikikabiliwa na presha katika pande nyingi kwa wakati mmoja: Ulaya Mashariki, Arctic, Mashariki ya Kati na Asia Pacific. Huu si mgogoro wa mstari mmoja, bali ni mtandao wa mikondo inayoweza kuungana na kuwa dhoruba. Na hapa ndipo swali kuu linapoanza kujitokeza. Je, huu ni mwanzo wa mfumo mpya wa kambi mbili za nguvu duniani, au ni mchezo wa shinikizo la juu unaolenga kubadilisha mizani bila kufika vitani?
Na katika hatua hii tuangalie mlango wa Hormuz na uwezekano wa mlipuko wa kiuchumi. Mlango wa Hormuz ni moja ya njia nyeti zaidi katika usafirishaji wa nishati duniani. Sehemu kubwa ya mafuta ya Mashariki ya Kati hupita hapa kuelekea Asia, Ulaya na Marekani. Irani ilifanya mazoezi ya kijeshi baharini karibu na eneo lenye uwepo wa kijeshi wa Marekani, na kwa muda mfupi ililazimika kufunga mlango huo. Hatua kama hii, hata ikiwa ya muda mfupi, inatosha kutuma ujumbe mzito kwa masoko ya kimataifa. Fikiria hili, kufungwa kwa Hormuz si changamoto ya kijeshi pekee, bali ni bomu la kiuchumi. Bei ya mafuta hupanda, masoko ya hisa hutikisika, na mataifa yanayoagiza nishati huingia kwenye presha ya haraka. Hapa ndipo mgogoro wa Iran na Marekani unapovuka mipaka ya kijeshi na kuingia kwenye mifumo ya uchumi wa dunia. Wakati huo huo, wabunge wa Iran walionekana wakichoma bendera ya Marekani huku wakipaza sauti kifo kwa Marekani. Hii si tu ishara ya hasira ya ndani, bali ni ujumbe wa kisiasa unaolenga kuonyesha umoja wa ndani dhidi ya shinikizo la nje. Lakini historia inaonyesha kuwa wakati hisia za kitaifa zinapochochewa kwa kiwango hiki, nafasi ya maamuzi ya busara hupungua. Marekani nayo ina uwepo mkubwa wa kijeshi katika Ghuba ya Uajemi. Makosa madogo tu ya kimahesabu ama ajali mbaya ya kijeshi au tafsiri mbaya ya hatua ya upande mwingine inaweza kusababisha mlipuko usiotarajiwa. Migogoro mingi mikubwa ya dunia haikuanza kwa tangazo rasmi la vita, bali tukio dogo lililozua mlolongo wa majibu ya kulipizana. Hatari kubwa zaidi hapa si vita vya moja kwa moja kati ya Iran na Marekani pekee, bali ni uwezekano wa mataifa mengine kuvutwa ndani kupitia mikataba, maslahi ya kiuchumi na ushawishi wa kimkakati. Ikiwa Hormuz itakuwa sehemu ya mkwamo wa muda mrefu, basi Asia, hasa China, itaathirika moja kwa moja kwa sababu ya utegemezi wake wa nishati kutoka eneo hilo. Kwa maneno mengine, dunia ipo katika kipindi cha geopolitical shock. Mvutano huu unaweza kuishia mezani kwa makubaliano ya kisiasa, au unaweza kuingia kwenye historia kama hatua ya mwanzo ya mgogoro mpana zaidi wa kimataifa. Na sasa tufanye intelligence synthesis. Tukikusanya vipande vyote vya taarifa, ikiwemo tamko la mwisho la Marekani kwa Iran, onyo la Moscow, msimamo wa Beijing, matamko ya Pyongyang, mazoezi ya kijeshi katika Ghuba ya Uajemi na presha ya NATO kuongeza bajeti ya ulinzi, tunapata picha moja kuu. Dunia inaingia kwenye awamu ya ushindani mkali wa nguvu unaofanana na pre-war positioning, lakini katika mazingira ya karne ya 21 yenye silaha za kisasa, uchumi uliounganishwa na vita vya kimataifa. Kwanza tunaona upande wa Marekani ukitumia mkakati wa shinikizo la juu lenye udhibiti mkubwa. Onyo la siku 10 mpaka siku 15 si tu muda wa mazungumzo, bali ni dirisha la kisaikolojia la kuongeza uwezo wa kuchukua hatua. Lakini kadri pressure inavyoongezeka, ndivyo uwezo wa miscalculation unavyoongezeka. Marekani haiwezi kuruhusu kuonyesha udhaifu mbele ya washirika wake wa NATO, hasa wakati Uingereza na mataifa mengine ya Ulaya yanazungumzia uwezekano wa kuongeza bajeti za kijeshi kwa hofu ya Russia. Pili, Russia chini ya uongozi wa Vladimir Putin inaona mgogoro huu kama fursa ya kimkakati. Kwa kuiunga mkono Iran kisiasa na kutoa onyo kwa Magharibi, Moscow inaimarisha taswira yake kama nguzo mbadala wa nguvu za dunia. Hii si tu kuhusu Iran, bali ni kuhusu kupunguza ushawishi wa Marekani katika maeneo yenye rasilimali na njia muhimu za usafirishaji wa nishati. Tatu ni upande wa China. China ina maslahi ya moja kwa moja ya kiuchumi Mashariki ya Kati. Zaidi ya nusu ya mafuta yanayopita katika mlango wa Hormuz yanaelekea Asia. Ikiwa eneo hilo litayumba, Beijing italazimika kuchagua kati ya kundi la maslahi yake au kubaki kwenye mstari wa tahadhari. Hapo ndipo mgogoro wa kikanda unaweza kubadilika na kuwa presha ya kimataifa ya kiuchumi. Na nne, kauli za Kim Jong-un zinaongeza kipengele cha deterrence ya kimkakati. Korea Kaskazini inaweza isiwe mstari wa mbele katika mgogoro huu, lakini uwepo wake unailazimisha Marekani kugawanya umakini wake kati ya Mashariki ya Kati na Asia ya Pacific.
Kwa mtazamo wa kijasusi, hatuoni dalili za vita vya moja kwa moja vya haraka katika kambi hizi kubwa. Tunachokiona zaidi ni kila upande unaongeza presha katika maeneo tofauti tofauti ili kuimarisha nafasi yake ya majadiliano au kuzuia upande mwingine kusonga mbele. Hata hivyo, historia inatuonyesha kuwa kadri matabaka ya presha yanavyozidi kuongezeka, ndivyo uwezekano wa tukio dogo kugeuka kuwa mzozo mkubwa unavyoongezeka. Tunapoangalia picha kubwa, tunaona dunia ikisogea kwenye mstari mwembamba sana kati ya diplomasia na mgongano. Marekani inaonyesha presha ya wazi dhidi ya Iran. Irani inaonyesha uwezo wa kuathiri njia muhimu za nishati duniani. Russia na China wanatoa ishara za kuunga mkono kwa mahesabu ya kimkakati. Korea Kaskazini inatuma ujumbe wa deterrence, na Ulaya inaanza kuzungumzia kuongeza nguvu za kijeshi kwa hofu ya kesho isiyotabirika. Historia imetuonyesha kuwa migogoro mikubwa haianzi kwa kelele za ghafla, bali huanza kwa hatua ndogo ndogo zinazoonekana kama za kawaida hadi pale zinapoungana na kuwa dhoruba. Huu ndio wakati wa tahadhari. Huu ndio wakati wa kusoma ishara kabla hazijageuka kuwa matokeo yasiyoweza kurekebishika. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Ramani ya Dunia hapa Vision TV.